Mlifikiri ninyi mtaishi zaidi ya miaka 500. Mko na watoto, mko na jamii, mko na bibi zenu, lakini ile vitu mnafanya it is wrong. Tumeona ndio usishikwe katika taifa la Kenya either uwe mrengo fulani. Mimi nataka niulize swali Uhuru Kenyatta kwa unyenyekevu sana. Sababu nimesema mwaka hii tukuombee Mungu. Umesukuma Songo, umemnyang'anya ofisi nusu. Ukamletea mtu wa jeshi. Umesukuma sasa Songo mpaka umemfukuza kwa ofisi. Tena bado unamfuata, kumshika, kumpeleka kotini na kwenda kuomba asuiliwe zaidi. Hata kama ni wewe. Mimi nataka wewe ujiulize na familia yako hata kama ni wewe. Siku ile Maraga alisema turudie kura. Na Wakenya wote waliona. Wakati Maraga alisema turudie kura, ilifika mahali ukiongea ulikuwa unajikuna. Kwa sababu tumesema turudie kura. Lakini hii umemsukuma mpaka ametoka kwa ofisi. Hata Songo akiongea vile anaongea kwa sababu ya uchungu. Huwezi kuchaguliwa na watu zaidi ya 1,000,000. Na watu wachache wapangane hapo kukupangia vile watakuondoa. Mimi nataka niambie hawa watu wote ya kwamba huyu Mungu wako mbinguni tunaomba kila siku. Sio msaa. Wakati Nyayo alikuwa kwa serikali alikataa chama mingi. Alikataa demokrasia, lakini ilifika. Wakati Kibaki alifika akafuata sheria. Sasa watoto ya KANU na KADU wamefika tena wamevunja sheria. Mimi nataka niwaambie itafika siku yenu. Sisi sasa hivi tunakumulia, wakirusha tutarusha, wakipanga tutapanga surely. Kenya one. Sasa imefika mahali sasa unasukumana na kila mtu. Mmetufungia ma account. Mmetufungulia makesi. Bado mnatengeneza zingine huko DCI. We want to tell you, sisi wengine tuko tayari. Mtushike. Mtusuie. Mtumie uwezo wenye mtaweza kutumia. Lakini hii inji lazima tukomboe. Hii inji lazima tukomboe. Yule Songo ni mtu mumemsukuma. Hawezi sukuma mwanaume namna hiyo. Umesukuma yeye saidi. Hata kama ni mjinga, hata kama ni wazimu, ako na familia. Hata kama unaona akili yake ni kidogo ama unaona ako na kiburi fulani hapo, pia ako na feelings. Kama vile wewe Maraga alikuvugusa ulikuwa na feelings. Na sisi wote wakati Maraga alikuvugusa ulitoka kututusi, lakini tulirudi tukakushikilia mkono. Hatukukusukuma, hatukuruka. Na mimi naomba mahakama yetu pia. Mahakama mfanye kazi yenu ya ukweli. Tunajua siku hizi tumeletewa file ati kama wewe ni judge ama wewe ni nani, wakati kesi ya fulani kama Songo yuko unaletewa file ati sijui ulifanya nini ama utafanya nini ama utafanyio nini. Mimi nataka niombe mahakama. Nyinyi tu ndio mnaweza kuokoa hii inji. Hii inji si ya mtu mmoja, si ya watu wawili, si ya familia moja, ni ya Wakenya milioni 48 ama 50. Ile maneno yanaendelea Kenya hii tumefumulia mpaka tusikii tena, msitutishe na maneno ya kushikwa. Hii kushikwa ni maneno kidogo sana. Lakini sheria itafuatwa lini? Hiyo ndio maswali yetu. Surely hawezi ukasukuma mtu alichaguliwa, umemnyang'anya serikali, umemsukuma ako na makesi zingine kama 5, tena unarudi unashika unataka kumshika, simuue basi. Ndio iko rahisi. Just kill him. Ya, ikifika mahali hata mtaka kuua. Hii Kenya ni yetu sisi wote. Na tutasema mpaka siku ya mwisho. Ya mwisho. Kama vile tulisema juzi. Kiongozi yeyote mwenye anaongea matamshi mzito kama ya juzi ya Uhuru Kenyatta. Nimeshangaa leo wametoa majina ya Simba Arati, Osoro, Songo na Cohesion. Nini Cohesion? Mwache ukomanship na utapeli. Ile watu wanaongea vibaya zaidi Kenya hii, kama akina Sifuna, akina nani, wanaandika anything they want. MCA jana mwingine alikuwa kwa mkutano ya Raila, akaongea vitu ya maajabu. Na mnaangalia mnasema ati nyinyi kuna Kenya A na kuna Kenya B. Sisi tunataka tuambie kwa mapenzi ya Mungu na mapenzi ya wananchi wa Kenya. Mapenzi ya Mungu na mapenzi ya wananchi wa Kenya. Asola itaongoza nchi hii. Hatutalipisha, lakini tutawaonesha tofauti
ya kuongoza nchi. Pana ongoza nchi kama boma la ng'ombe. Pana ongoza nchi kama kwako nyumbani. Pana ongoza nchi hata bibi yako huwezi ongoza yeye namna hii na watoto yako. Ninyi ni watu wakumbavu sana. Thank you. This country needs a lot of prayers. President Moi mismanaged the economy and mutilated our constitution. Kenyans were tired with President Moi. They voted against his project. By then was Uhuru Muigai Kenyatta. And they brought in President Mwai Kibaki. Mwai Kibaki reconstructed the economy, fixed our economy, and midwifed the birth of the 2010 Constitution, which Kenyans have enjoyed the fruits until Secretary Uhuru Muigai Kenyatta came in. We are going back much more faster than we thought. We have gone back to the days of KANU, much more faster than Kenyans expected. Our economy has degenerated much more faster, worse than it was during Moi's time. In this country, I say Kenyans need to pray this country because what we are seeing, is it last days? Where the person you assist is the same person now who turns around and wants to finish you. We are setting a very dangerous and a very bad precedent. And I want to ask those who are in positions now that please execute the functions of your office in a manner that we expect somebody else will execute the same functions even when you are an ordinary citizen, because you will never continue to occupy that position for centuries. You're only occupying that position for a season. And I want to tell the judiciary, when governors were hounded out of office with the total disregard of our constitution that says a person is innocent until proved guilty by the court of law, where the likes of Songo, the likes of Governor Kasaine, the likes of Ferdinand Waititu were asked not to step anywhere near the offices until their matters are concluded. When Kenyans were making noise, the judiciary was laughing because it was the same judiciary that was making those pronouncements. You saw what happened recently. The same judgment were applied against the sitting acting Chief Justice of the Republic of Kenya, Philomena Mwilu. She is lucky to have gone back to the same court, and that order was quashed. So I want to tell the judiciary, especially the young magistrates, the young judges who have a long way to go insofar as their profession is concerned, that when you will be seeking promotion tomorrow, when we will have the new dispensation, your promotion will be guided by how you are dispensing justice presently. You may be a victim of judicial interference by the powers that be, but know that Kenyans always change the powers that be after every 5 years, and they are remaining with less than 2 years to change the occupier of the offices, those who wield a lot of executive powers. So I want them to, the only last line of defense for Kenyans is the judiciary. Let them interpret the law, not when it's convenient for somebody, but as per the Constitution of the Republic of Kenya. Today, you could be the one in office. Tomorrow, you will exit. Somebody else will come. Hiyo ndio sisi tunasema. Tunasema kwamba watu wafuate sheria vile inavyosema. Mambo ya kwenda kutafuta kesi sijui za miaka gani,
sijui miaka 2017, miaka 2015, miaka 2016, walikuwa wapi ile wakati walikuwa naona Sonko alikuwa anafanya ile makosa? Mumeimpeach Sonko, mmempeleka kotini, leo tena mmemkamata, mnamzuilia. Even the law doesn't support double jeopardy. You have exposed Sonko to a triple jeopardy. Your days will also come. And even if you will evade it, hata kama mtakwepa hapa duniani, yuko Mungu wa mbinguni ambaye anawaona. Machozi ya watoto wa Sonko, machozi ya familia ya Sonko ambayo wanalia, Mungu wa mbinguni anaangalia ile machozi yao. Na Mungu ndiye huwa analipa. Leo wewe ni tajiri, kesho utaporomoka, utakuwa mtu maskini. Leo uko katika ofisi kubwa, kesho utaporomoka. Kuna wale wa Kenya ambao walikuwa so powerful kwa serikali ya Rais Daniel Toroitich arap Moi. Watu kama kina Zakaria Cheruiyot, watu walikuwa ukisikia jina yao unatetemeka. Lakini saa hii wanakaa nyumbani, hata mtu wa kwenda kuwatembelea peke yake hakuna. Hii nguvu ni ya wananchi. Tumepatiwa tu kwa muda mfupi. Baada ya mwaka moja miezi 18 ambaye imebaki, tena wale wananchi watakuja kutoa mamlaka hayo tena na watapatia Mkenya mwingine. Kwa hivyo wewe unapotumia yale mamlaka ambao Wakenya wamekupatia, yatumia yale mamlaka jinsi utapenda, pia mtu mwingine atumie yale mamlaka dhidi yako. Hiyo ndio sisi tunasema, na hiyo ndio sisi tunaomba kwamba tuendelee kukaa imara. Wale viongozi ambao walikuwa mstari wa mbele kupambana na uongozi wa kimla wa Rais Moi, kina James Orengo, sasa wao ndio wamegeuka, hao ndio deep state ya kupanga vile watafinya wale watu ambao wako nyuma ya naibu Rais William Samoei Ruto. Na mimi nawaambia Mungu halali, wao wakifinya inarekodiwa mbinguni. Sisi tunawaombea maisha marefu. Mungu awape maisha marefu ili kesho watakapokuwa wameondoka mamlakani wataitumia hiyo kama funzo ambao pia watakuwa wanawaelezea wale viongozi wengine ambao watakuja huko mbele ambao watatumia nguvu za vyombo vya dola kwa binafsi zao wao wenyewe. Asante. Niko na moja ya mwisho nisahau. Mimi niko na maoni tofauti kidogo kwa maneno ya MCS. Mimi nataka nieleze MCS wa Kenya pongezi kwa hiyo pesa mmepata. Kwa sababu hata hiyo pesa amungepewa bado singepotea kama zile za Kenya. So kwa sababu mmehangaishana na huyu mtu kwa muda mrefu, mpaka juzi ameamua kuwaonga na hiyo milioni 2, lakini kama nyinyi mnaamini hiyo pesa ilikuwa zenu kikatiba, pia msikize mwananchi anasema nini. Hiyo ndio maoni yangu. Lakini pesa mchukue, na hata muulize ile ama nyumba ya housing, muulize mpewe, kwa sababu bado tutaambia wa Kenya familia moja haiwezi sanya 75% ya Kenya. Mungoje tu. Tulikuwa tunajiuliza maswali sana, sababu Biblia inasema barabara ambayo inaenda mbinguni ni nyembamba. Hii inamaanisha wale wa kwenda mbinguni ni wachache kuliko wale wa kwenda kwa shetani. Hata pia sisi wakati mwingine wanaona pengine nikistaafu katika mambo ya siasa, pengine ombi langu ni kwamba Mungu aniokoe na hata anifanye bishop, nikuwe mtu wa kuhubiri Injili na kukusana na mapepo. Ndio sababu hata ukiangalia viti ndogo vichache ambao vipo duniani hapa, umeona hapa kiti ya MCA iko na wagombeaji wengi, na wanasahau kwamba kiti mzuri ambayo unatakana watafute ni ufalme wa mbinguni, ambayo wengi hawataka kutafuta ufalme wa mbinguni, wanatafuta ufalme ya hapa duniani. Mara mingi sisi tujifundishe vile Yesu Kristo alifanya kazi yake. Tukue katika hali ya upendo na kupendana. Biblia inasema penda jirani yako kama unavyojipenda wewe mwenyewe. Na huko mbele, manake mimi jua ngawa wakati mwingine ukiwa kiongozi haufai kufanya watu waishi kwa matumaini.
Watu wakitaka maji, wewe unaleta maji. Watu wakitaka shule, wewe unaleta shule. Watu tu ambao Mungu amewapatia kibali ya kufanya nchi ama wanadamu waishi kwa imani na kwa kutarajia ni hawa wahubiri peke yao. Wakati mimi nilikuwa kijana mdogo nikizaliwa, walisema Yesu wako barabarani anakuja. Sasa hivi nimekuwa mzee, bado nasubiri tu kwamba atafika siku moja. Na hakuna siku ambayo nimekosa yale matumaini. Umeona mambo mengi ambayo yanafanyika hapa duniani. Nafikiria huko mbele wachungaji, tukipiga magoti mbele ya Mwenyezi Mungu, kitu ambayo lazima Mwenyezi Mungu aanze kubadilisha hapa duniani ni kwamba wanadamu wapendane na wapende yule mtu ambaye Mungu amemtumia na amekuwa wa baraka katika maisha yako. Kwa sababu saa hii yule ambaye unasimama na yeye, yule ambaye unamsaidia apande ngazi, ndio anageuka kuanza kushiriki ibada ya kukupangia njama ya kukumaliza. Na hii haianzi saa hii, hata Biblia ilikuwepo. Wakati Yesu alitembea akiwaponya wavipofu, akifanya miujiza, baadhi ya wale ambao alikuwa ameponyesha, hao ndio walikuja wakambusu na wakamsulubisha na wakamuua. Hata hiyo imefanya mimi na Oscar tumeangalia list na naibu rais ya wale watu ambao tumesaidia hii Kenya, na tukaona pengine kuna uwezekano hao watugeuke. Hata nikitembea Bishop kwa gari yangu niko na sweta kubwa ya baridi, sababu naweza shikwa wakati wote, pengine nipelekwe polisi. Sasa sitakuwa na nafasi ya kurudi nyumbani kutafuta koti ile ya baridi, kwa sababu ya wale ambao tumesaidia. Sababu yule ambaye anakugeuka ni yule ambaye anakusaidia. Kwa hivyo ukiangalia kwa listi yako, kama hakuna mtu ambaye umesaidia, pengine uko na maadui wachache. Kwa hivyo kwa sababu ya hiyo ndio tunataka pia maombi taifa letu la Kenya liombewe, ili wanadamu waweze kuwakumbuka wale ambao wameweza kuwasaidia. Na tujifundishe hasa sisi viongozi wote, hata wa kanisa wakiwemo, sababu viongozi wa kanisa na wale viongozi wa siasa wanapitia matatizo ambayo inafanana. Kiongozi wa kanisa, wale ambao wanampangia njama ya kusambaratisha juhudi yake ya kuhubiri Injili, ni wale wafuasi wa shetani. Na sisi viongozi wa kisiasa pia, wale wapinzani wetu wanapanga njama, lakini kwa yote tunasema Mungu atatusaidia, tutakuwa washindi. Kwa haya machache, wacha nisome condolence message kutoka kwa naibu rais wa nchi ya Kenya. Condolence message for the family of the late Mary Cherop Kurgat. We are heartbroken by the death of Mary Cherop Kurgat, a visionary and dedicated servant of the community. Even though we mourn, we are celebrating a woman who was steadfast and God-fearing, a woman who diligently offered guidance to the society. She was humble, inspiring, and an outstanding role model. Gogo was enthusiastic champion of unity and cohesion, always full of great thoughts that transformed many lives. Gogo will best be remembered for the high regard that she placed on education and women empowerment through the Maendeleo ya Wanawake initiative. We celebrate the exceptional and rich life that she led and the lasting legacy that she leaves behind. Our thoughts and prayers to every member of the Kurgat family and to all those who loved her. Rest in peace, Gogo Cherop Mutio Bising, His Excellency William Ruto, EGS, the Deputy President of the Republic of Kenya. Nikimalizia, mimi nataka wale marafiki zangu ambao nimekuja nao, Oscar akiwemo na Alan akiwemo, nimeangalia huyu mzee, umri ya huyu mzee ni kukunywa tu maziwa. Alafu ndio kwa sababu Gogo ameondoka, lazima sasa marafiki zake watakuwa wajukuu wake. Na wajukuu wake ndio wakuje, lazima mzee anakuwa na pesa kidogo ya kununua hii masweet, ndio wajukuu wakuwe wanapenda kila siku jioni kukaa hapo. Kwa hivyo mimi niko na shilingi hapa 50,000, nataka Oscar pia ulete 50, ala nichesanga pia ulete 50, ndio tuachie huyu mzee. Unajua huyu mzee stress ile ambayo anaweza kuwa nayo
si kwamba watoto wake wamekuja kumtembelea, ni aishi ifike jioni hakuna mjukuu amekuja kumtembelea. Na unajua wajukuu wanakuja kama wanakuja kuona kama iko vitu kidogo amenunua hapo. Kwa hivyo Oscar, wewe kuja, unakuja haraka haraka because bado mimi niko kwa miguu ya deputy president. Asante sana, Mungu awabariki sana. Tunashukuru, tuendelee kuwa wanajeshi wa ufalme wa mbinguni. Asante. Sisi tunamaliza kanisa take over. Asante sana. Asante. Nashukuru kwa nafasi ambayo wameweza kuchukua. Wamejaribu jinsi yangu na familia yangu, kwa niaba yangu na familia jumla ya Kapseret, kwa niaba yangu na marafiki wengi wamenituma nikuja niseme pole kwa familia hii. Nataka nichukue nafasi fupi sana pia kutoa rambirambi zangu kwa familia ya Mzee Kurgat, kwa watoto wake, kwa kila mtu mwenye anaweza kufika siku ya leo kuhudhuria kushirikisha mama wetu. Huyu mama amelala, mimi niko na historia na yeye kidogo. Na unajua juzi nilishangaa sana ikiwa kwa mashishi ingine pale, nikaona mtu aliandika ya kwamba ati mheshimiwa hata huyu Sudi anapenda kwenda mashishi. Mimi nataka nikuambie wewe mwenye uliandika hiyo maneno, kwanza kabla niseme, omba Mungu sana usipate mashishi kwako ama kweli, utajua usiku wa mashishi. Huyu mama amelala hapa, niko na historia na yeye kidogo. Nilijua huyu mama miaka ya 2009-2008 na akawa rafiki yangu kwa muda mrefu kabla ya mimi kuwania kiti yeyote. Na kuna miaka ingine pale nyuma ilikuja kufanyia Mzee Kurgat araba ya kanisa, hii kanisa yake ya pale, kabla sijifikirie kuomba kiti. Na hata baada ya hiyo mama huyu akawa rafiki yangu sana. Wakati aligonjeka 2014 mimi nilikuja mara mingi kumuona, na tumekuwa na yeye na safari hiyo na watoto wake. Mara zingine tulikuwa tunaongea na yeye kwa simu. Mara Emmanuel ananipigia ananiambia gogo anakuuliza, ninakuja hapa nyumbani namuona, na alikuwa rafiki yangu sana wa karibu. Hata wakati alikuwa toki kwa room yake, mimi nilikuwa naenda kule kwa room yake, tunakaa tunapiga story na muangalia, mpaka wakati alipoteza memory 2016. Mimi nimekuja hapa mara mingi, ya mwisho nilikuwa hapa Disemba, nilikuja kumuona hapa nyumbani. Nataka pia niseme kwa watoto wake na Mzee Kurgat ya kwamba mimi leo silii sana kwa huyu mama, lakini nataka niseme tunashukuru Mungu sana, kwa sababu mama huyu amekuwa mgonjwa kuanzia 2018, amekuwa akifanywa dialysis. Na nyinyi mnajua maana ya dialysis na mwaka ile alikuwa naye, lakini Mungu amemweka zaidi ya miaka 4 akifanywa dialysis mpaka juzi akatuacha. Hata nakumbuka siku ya mwisho nilikuja hapa na nikaongea na huyu Emmanuel kando, nikamwambia huyu mama ako na nguvu sana, usidi kumshikilia, amshikilie mzee huyu ili Mwenyezi Mungu bara atupatie na siku. Na ya tatu, nataka nirudishie shukrani familia ya Kurgat, kuanzia mzee mwenyewe, watoto wake walichunga gogo ama mama yao sana kwa karibu sana. Hakuna hospitali hawakumpeleka, hakuna shughuli hawakuweza kumsaidia yenye inawezekana ili wapate kuishi na mama yao kwa muda mrefu. Mimi nataka nikwambie Janet na madugu zako zote, na dada zako na wachukuu wenu, ya kwamba ile ilikuwa inawezekana kufanyia mama mlimfanyia.
na mlimchunga sana, kwa sababu nilikuwa nikiangalia na nikimwona kwa karibu. Nataka niwaambie hiyo ndio kuishi, kwa sababu watu wengi wako hapa, na huwa mimi nasema hiyo kila siku. Kuna watu wengi hapa wako kazi kule Nairobi, wako kazi kule Marekani, wako kazi hata hapa ya town ya Eldoret, lakini hajui mzazi yake amekula nini, hajui mzazi yake amelala vipi. Na baraka kubwa iko kwa Biblia ni wewe kwanza uhakikishe ya kwamba kando na watoto wako mchunge wazazi wako. Mimi nataka niwaambie pongezi sana, kwa sababu mama huyo akilala, kuna watu wengi kwa mashishi huwa wanalia. Mnafikirianga ati wanalia kwa sababu wamewachwa na mzazi ama na ndugu ama wamewachwa na dada. Huwa wanalia kwa sababu anajisumbua kwa roho yake. Kuna kulia mara mbili. Kuna kulia ile unajua tumejaribu na wametuacha. Na kuna kulia ile unalia kwa sababu unajisumbua kwa roho yako, unasema huenda ningemsaidia, huenda ningempeleka hospitali angekufa. Hiyo pia inapanga uchungu sana. Lakini kwa watoto wa Kurgat, hata vile niliwaambia wakati nilikuja hapa hiyo siku nyingine, na mnajua nilikuwa pia na shida kidogo ya mashishi kama hii, nikawaambia pongezi kwa sababu mlichunga mama huyu vile inafaa. Na hiyo ndio imetuleta hapa siku ya leo. Bishop na viongozi wote wa kanisa walio hapa, sisi tumeelewana kwa kaunti hii ya kwamba siku yote ya mashishi siasa tunaweka kando. Kama wewe unataka kufanya siasa, ita baraza yako. Na hata leo ni mwana waandishi wa habari wako hapa, najua mnataka mimi niko na maneno na nyinyi, lakini tutafanya kando ya mashishi ya gogo. Wewe ukiwa na maneno ukuje unifuate pale kando, wakati tutakuwa tunasema maneno na namna hii, tuongelesha hawa watu waandishi. Na hiyo ndio tumeamua, kwa sababu mimi nimekuja nikagundua na niliambia huyu Mandago, wasingine mnaenda kwa familia ya mtu amjui amepitia nini, aujui wako na uchungu kiasi gani, lakini tunakuja hapa tunaongea maneno mengi yenye haina mbele wala nyuma kwa mashishi ya wenyewe. Nimeshukuru kwanza huyo dada anaongea, although ni kama siasa lakini sio siasa, lakini umesema vizuri, kuna watu wanafaa kuombewa. Hiyo ni sawa kabisa, kwa sababu inaelekesha kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu ni ukweli. Hawa bishops wetu na hawa watu wote wako hapa tunataka amani katika taifa letu, lakini tuombeane. Na ndio leo mimi nimekuja hapa kuhakikisha kwamba pia nimekuja nilete support yangu kwa familia, wajue ya kwamba tumekuwa pamoja kwa muda mrefu, lakini leo tumekuja kupatia gogo safari yake ya mwisho kwa njia ya heshima, kwa sababu huyu mama amelala hapa ni mama ako na historia mzuri kanisani, ako na historia mzuri katika nyumba yake, ako na historia. Unasikia huyu anasema ati hakuna siku huyu mama alirudi kwao. Na huyu Abuya alinipa story siku nyingine wakati nilikuja hapa, ati unajua huyu bibi yake si atu walitongo sana, walikutana wakaongea na wakubaliana kuoana. Hapana, huyu mama alileta siku moja na yeye akaitwa, na hiyo ilikuwa siku ya harusi na wakabatizwa. Can you imagine? Sisi tunahangaika, unatafuta huyu, unatafuta huyu, unatafuta huyu, mpaka hata unaangukia bahati mbaya kwa sababu ya kuhangaika hapa katikati. Lakini huyu alikutanisha tu, hakuja niletwe, na ngoja akaletwa, alafu akaambia basi maneno ndio hii. So next harusi, next kubatizwa, next watoto 10 na. Sio Mungu ni mzuri sana jamani. Na mimi nataka niseme Agui, wewe kuwa na nguvu. Na ujue ya kwamba uko na watoto wengi. Sisi wote tuko hapa tutakuwa tukiangalia vile unakaa mzuri, kwa sababu wewe umezaa warembo. Unajua hii familia wako na warembo wengi sana. Unajua mimi nashika hata watu wanahangaika hapa, wanaenda siku mbali huko nini. Si tumbukie tu hapa siku ya Christmas. Hao watoto wote wanakuja hapa. Nimeona hata Irene rafiki yangu siku hapa na wasichana warembo. Hao wasichana wengine wako na wasichana warembo. Bravo wengi bwana ngakomane. Ana mmoja la upi kuna Nairobi. Ndio Desemba yale ndio jogo au mtu ya yeye ile wewe agizo wao kile itaenge mal ke ndio kule ituye au kai mu na kai kuko kumu wala njitu wala kimoni himu to nyuna bui awa mutko awa mungbi kala ke de mo nje katika kibe ni bidhino ni otherwise mimi nataka niseme sana mimi
Tuma usi. Kijambo kwa bagi, bagi halaki lakini leo tumeelewana hivyo, na mimi nataka tuwaulize raia. Tumekubaliana ya kwamba maneno ya mashishi tuache siasa. Mwache tusikie fitina saa yote. Sikile tutaita nyinyi barasa yetu mkuje. Tuko na maneno mengi ya kusema. Lakini tumesema ya kwamba jameni tuheshimiane siku mashishi. Niko na watu wengi wako hapa wangeongea. Lakini nataka kama unaomba kiti yote kuja simama hapa. Mimi nitafanya introduction. Ili nipatie labda mtu mmoja ama wawili, nipatie Mandago, alafu ataita Didmas. Didmas leo ni mtu mkubwa kwa sababu wako na message ya naibu wa rais wa Kenya. Watu tumalizie hapo, turudishe kwa kanisa, tumalize. Na kama uko na kesi, mlitafuta baadaye. Tutafanya hiyo kesi. Basi, mtoe mask ndio mwajue. Songeni karibu kidogo ndio nikipasa kujua jina. Huyu mtu anatoka Dr. Garon. Na majina yake kamili anaitwa Chirio. Sebaige. Asola 001 2021. Nataka MCA. Achi. Kuja bana. Murugol. Huyu mtu anaitwa Murugol. Najua picha tu ndio ninaona, sijaona hii vitu vizuri. Anatoka kule Amerikani. Hapo na dola kidogo. Anatoka hapa Kenya na anaomba kiti ya mjumbe. Jikase my brother. Ajili. Huyu mtu anaitwa Dunga. Na jina yake kamili Noah Kirwa. Pia anaomba kiti ya MCA hapa Kenya ward. Kaa chini. Martis mwenyewe. Huyu mtu anaitwa Martis. Ni jirani yangu huko, na kwa majina yake kamili anaitwa Jonathan. Na Steve. Anaomba kiti ya MCA ya Sima Kapseret ward. Kaa chini. Lemi. Kalembe. Sasa huyu ni Kalembe dile. Na hili jina lako kamili unajua kura hakuna wa Kalembe, sema jina ile inajulikana. Edwin Kurgat Kalembe. Pia anawania kiti ya Kapseret Sima. Kaa chini. Moro. Jina lako kamili ni nani? Sijui nickname ndio kwa shida. Moro ni jina la yake lakini haiko kwa ID. Anaitwa Veronica. Pia alikuwa anawania wakati ile nyingine anataka kiti ya Kapseret Sima ward. Kaa chini. Chebe. Pia alikuwa ile wakati nyingine anawania kiti ya MCA Kapseret Sima. Kaa chini. Alafu huyu mrembo anaitwa Poli. Na pia Poli Mchebumarori alikuwa mpoteza mama yake last week. Tulimzika mama yake kule last week. Na nafikiri tuliagree kutoka kwa hiyo mashii tukasema tuache siasa. Hata siku hiyo mimi sikuongea siasa. Na yeye pia anawania kiti ya mjumbe ya Kapseret. Igilge kazi. Alafu sasa wewe Subara utafanyia nini? Watu wanaenda ashaongea. Good. Subara Karim. Mimi alikuanga kwa Nandi. Na alikuwa rafiki yangu sana wa karibu. Lakini mwanene jaribia kidogo namna ile ni rafiki yangu lakini kaa chini. Songeni hapa. Aya, hawa ni governors. Muangalie vizuri. Huyu mama wetu ni mke wa rafiki wetu Ambassador Bito. Kule ni ambassador kule Pakistan. Na amekuja kumwakilisha, anaomba kiti ya gavana aikaa namna hiyo. Ujikaze. Ndio ukae chini. Alafu huyu anaitwa Chelele. Koti moja.
Lakini anatudanganya huyo mtu unaona hivi tunakotia yellow leo hapo anakotia green. Lakini ni koti ya raia. Pia anajikaza sana naomba kiti ya governor. Na alikuwa mtu wa KANU akaokoka kabisa chini. Sasa nachukua nafasi hii nimwalike, niliwaambia tutaita mkutano. Hatuwezi pia huyu tuache huyu, tupe ule tuache ule. Hiyo ndio rule. Sasa nataka nichukue nafasi hii nimwalike gavana wetu ili ataalika. Tuko na MCS elected, sorry gavana. Tuko na MCS wetu elected. Hebu kuja ni baraka. Na mwache kwa watu wakubwa nyinyi watu. Ungekuwa mmefika hapa kitambo. Ndio mkosa sisi tunataka tunasema nini haiko mheshimiwa swali. Sasa raia wa uchaguzi. Watu raia wajue ni mheshimiwa sema tu jina wewe ni fulani na fulani. Tunawakilisha kwa fulani. Namna hiyo. Tunawaambia dakika moja moja sema tu jina na penye unatoka namna hiyo. Asante sana area MP. Waombolezaji wote Bwana asifiwe. God is good. Kwa majina naitwa Mheshimiwa Anne Wanjiku. Natoka Trans Nzoia County. Tumekuja kulia na dada yetu Eda. Vile vile niko na rambirambi ya Ambassador Bitok. Nitamuona Eda amesema poleni sana. Mimi sitasema siasa, niko na ushuhuda. Sisi kama jamii ya Wakikuyu tumefaidika sana kwa naibu wa rais. Tuko na 3 directors for the first time. We have an ambassador from Trans Nzoia County. Hivyo basi 2022 tunasimama na yeye 100%. Kanisa tunawaomba muendelee kuombea naibu wa rais. Huyu ni mmoja yenu na 2032 hii sio siasa, atakuja aendelee kuhubiri na nyinyi neno. Mungu awabariki. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Mheshimiwa Edwin Misoi. Mimi ni MCA nominated kutoka hapa Sima. Pia mimi nimekuja kusema pole kwa family ya Kurkat. Nikimwambia Akui pole na watoto wote wa Kurkat tunasema pole. Hatuna mambo mengi, vile mheshimiwa amesema hatutasema siasa, hatusemi siasa. Iko tu na jambo moja ama mbili. Hiyo jambo moja sio siasa. Nataka tu kuomba His Excellency Governor, hii area tuko na hustlers wengi wanaishi. Na unajua hustlers wakiishi hapa na hao wameoa juzi na hakuna nursery school hapa. Your Excellency, nataka kuomba hii area tuweke nursery school, alafu tukimaliza nursery school Mheshimiwa Sudi akuja jenga standard 1 mpaka class 8. Mungu awabariki na nipoleni. Asante. Basi His Excellency the Governor, Mheshimiwa Sudi, Mheshimiwa Didmas na waheshimiwa wenzangu MCS, wachungaji, bishops na wakaaji wa Kenya, Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Mheshimiwa Milka Sugut, natoka Trans Nzoia County, na leo tumekuja kuomboleza kifo ya gogo wetu amu tebyosetha tumia kilago watumie, na tumekuja kufuata dada wetu Eda pamoja na chief wetu Keter. Tukuje tuseme pole pamoja. Hatutakuwa na mambo mengi. Sudi umesema tusiseme siasa, kwa hivyo wacha nitume tu Didmas na Sudi wasalimie Deputy President na waambie wamama wote na watu wote hasa kutoka Cherangani wako nyuma yake na wanamsalimia. Hiyo itakuwa ni makosa. Salamu tu Didmas. Mbarikiwe sana. Mheshimiwa Gavana, Mheshimiwa Sudi, Mheshimiwa Didmas, MCS wote, waombolezaji wote, kanisa, familia, Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ni Jane Wekesa, mimi ni nominated MCA wa Jubilee kutoka Trans Nzoia. Na pia mimi ni mwenyekiti ya maendeleo ya wanawake kutoka Trans Nzoia. PS wangu
ni Eda Gurkat Kete hapa. Nimekuja kusimama nao siku kama hii. Irene, unakumbuka ulikuwa na mimi kwa maiango, ilikuwa Disemba wakati ya Christmas. Siku hii nimekuja kusimama na nyinyi na naombea tu Mungu awatie nguvu ili tuendelee na maisha yangu. Sitasema mengi, siasa iko lakini hatutasema. Mheshimiwa Sudi umesema tungoje tuseme huko nje, na tutasema wakati tutakuwa tunachambua BBI, tuchambue na tuipitishe. Asante, Mungu amana. Hiyo mzuri kabisa, lakini wanasiasa wako na ubora mingi wanakumbia hii kama wafike. Aisu. Nataka sasa niite Mama Ilam kutoka Mombasa. Akuja wakilishe hii timu kubwa imetoka Mombasa hapa. Alafu tuko na watu wametoka Kitale kwa dada wetu, tutapatia Tesanga kuje. Alafu niko na rafiki yetu anatoka Germany. Na rafiki ya familia sana. Pia aje hapa. Kwa Bilibili. Asante sana Mheshimiwa. Kanisa, familia, nasema pole kama watu kutoka Mombasa. Nina timu ya Mombasa, Kitale, Ujerumani, Sweden, Karatina, Voi, Kisumu. Hiyo ni timu yote, na Kenya Port Authority kutoka Mombasa. Ni marafiki wa Irene Kurgat. Sisi tunasema pole sana Mheshimiwa Sudi, tunasema asante pia kwa kutukaribisha hapa Eldoret, kwa sababu ulitukaribisha tulipokuwa hapa. Tunaingia wiki nzima tuko hapa, tunatembelea Gogo kwa muda mrefu, na nilivyosema juzi tulivyoleta arambe yetu, tulisema kuwa Gogo tunemtembelea akiwa hai, na tunaomba walio hapa, wazazi, watoto, tembeleeni wazazi, manake katika 10 commandments, ni commandment moja tu inakupromise kuwa ukimtendea vyema na wewe Mungu atakubariki. Sisi watu wa Mombasa tumekaa pamoja na Irene Kurgat, na nimesahau pia chifu wetu wa kutoka Chuda Ward tumembeba pia. Tunasema asante chifu. Na mimi ni kusema ni asante kanisa. Mimi ni kusema pole kwa familia ya Kurgat, na baba tutaendelea kukuombea. Dada zake Kurgat na ndugu zake wote tutawaombea. Na mimi ni kusema ni asante sana Mheshimiwa. Asante gavana wa kushikilia familia, asante viongozi wa hapa wa kushikilia familia hii, na sisi bado tutaendelea kutembea na Irene. Na salamu nataka kupeana, zimepeanwa pole kutoka PS wa Maritime, Madam Nancy Karigidhu, na askofu bishop wetu mpya kutoka Malindi pia amepeana pole, na pia chair lady Irene Kurgat ni member wa Women Working in the Maritime Association. She's a part of the member and she sits, anakaa katika kamati ya mentorship, na mimi ndio chair lady wake. Mimi nasema asante Mombasa, asanteni kwa kuja, na Mungu awabariki Eldoret. Na wale pia tunasema, najua tumeambiwa hakuna siasa, lakini Mheshimiwa Sudi, tunaomba wamama wa Mombasa wanakuomba ukuje Mombasa pia waone. Asante. Ndio tutapanga. Unajua mimi ni mkarabati mwenyewe niko hapa. Mama wetu kutoka Germany na waendelee hapa aseme moja. Na wasalimu wote kwa jina la Yesu. Hamjamboni. Kwa majina naitwa Beatrice. Ina jina la Kijerumani Beatrice Vanderfelde. Na wale ambao wananijua nimenenepa kidogo. Niliwakilisha wodi ya Kapsuswa in 1992. Nilikuwa mmoja wa wale walileta demokrasia hapa. Nilichaguliwa na chama cha Poda Fili.
na mimi ninapenda Wakalenjin kwa sababu pia walinipa kura zao. Kwa sasa mimi nawakilisha chama cha wafanyikazi Ujerumani na wakilisha Kenya huko. Nimekuwa nikiwakilisha hicho chama cha wafanyikazi miaka 8 iliyopita na huu ni mwaka wa 9. Nimefanya kazi na Kiprono Kitoni kama chairman na sasa nafanya na Mr. Richard Gate ndio president wetu, na president pia anafanya kazi na sisi. Familia hii nawajua sana. Nakumbuka wakati wa mwisho nilikuwa na Mheshimiwa Sudi na wageni mbalimbali kutoka sehemu nyingi, tulikuja hapa kuchangia kanisa. Na pia mwisho kabisa nilikuwa na mama wakati wa sherehe ya harusi, na alikuwa ananichekesha, alikuwa anaongea Kikuyu, akaniambia ya kwamba wana mtoto kutoka kwa jamii ya Kikuyu, na haswa mimi ni rafiki wa Irene Kurgat. Amekuwa akitu-update vile mama anaendelea, na yule ambaye alinijulisha kwa Irene ni Peris Kurgat. Huyo ndiye alikuwa rafiki yangu mkubwa, ni marehemu, na tangu siku hiyo nikashika mkono wa Irene. Tunawasiliana, tunafanya kazi pamoja, na yeye ndio hutupa update ya mama. Mimi haswa nimeshikwa na hiki kifo kwa sababu mama alikuwa rafiki yangu na tutamkosa. Ninakuja hapa kuwakilisha pia diaspora. Tumekuwa tukipewa update. Wakati tulisikia mama ameaga, wengi wametuma rambirambi zao, na haswa niko hapa kuwapa familia rambirambi zangu, na pia wale wako diaspora, na haswa familia ya Karoli hapa Eldoret, kwa sababu huyo ndio ndugu yangu mkubwa. Na kama mjuavyo historia, mimi ni grandchild wa Karoli wa Nakure kutoka Murang'a, na sisi hatujawahi kuwa na shida hapa Eldoret. Na wakati mnafanya siasa ya ukabila, sisi tukiwa nchi za nje hushikwa na wasiwasi, kwa sababu familia zetu ziko kila mahali hapa Kenya. Na kila mfanyacho hapa sisi kuona. Juzi tuliona kule Kisii vita kubwa sana. Na sisi pia mnajua COVID-19 imetupiga sana. Na tukiona vita ikiendelea hapa, that is a double tragedy for us. Kwa hivyo tu ningewaomba muishi pamoja, tuache ukabila, kwa sababu kule nje mnatupa hofu. Na mimi sikuja hapa kupiga siasa, niliacha siasa, sasa mimi mwanabiashara, na ningetaka pia kupongeza His Excellency Bwana Governor. Nilipokuja hii barabara, nilipotoka airport, sikuachilia hii barabara ikiwa na lami, na ninampongeza kwa kazi nzuri ambayo amefanya. Na kama kungekuwa na term ya 3, mimi ningempa kura, kwa sababu kila wakati mimi nimempa. Mimi nilikuja kufanya uchaguzi mara 2, uchaguzi wa kwanza na wa pili, na wale ambao nilichagua sasa wanapigana, na hiyo ni kitu ambayo inanipa hofu sana, because I think kind of my vote was in vain. Kwa hivyo mimi tu naomba muishi pamoja, muache ukabila, kwa sababu hata nilipokuwa mdogo zaidi mlinipa kura, na ninawashukuru sana kwa sababu hiyo ngazi ambayo mlinipa ndio ambayo ninaendelea nao, na imenipa mamlaka kule Ujerumani. Sina mengi, familia ya Kurgat tuko pamoja, mkiwa na shida sisi tuko pamoja. Sisi huleta fedha hapa, so kamati ya wanabiashara tunaleta fedha kutoka Ujerumani, na pia mimi promote German technology and European technology. Kwa hivyo kama kuna mtu ambaye ana kitu chochote ambacho kinahitaji msaada, lakini sisi hufanya very big projects kuanzia milioni kadha wa kadha, mnaweza maybe kuniarifu ama mwambie Irene Kurgat ama Mheshimiwa Sudi ama gavana. Ninaondoka Jumapili, na nawatakia wote kila la heri. Naongea Kijerumani kwa mwaka zaidi ya miaka 20, kwa hivyo Kiswahili changu sio kizuri sana, munibie radhi. Asanteni na Mungu awabariki. Karibu Alama. Rais Ruto, nimekuachia useme. Mheshimiwa Gavana wa kaunti ya Uasin Gishu, Oscar Sudi, Bwana Didmas, kanisa andalizi, familia
majirani, marafiki wa Mombasa, Trans Nzoia, majirani wa hapa, Bwana asifiwe. Tamge pick up Kalenjin. Tamge pick up Nandi. Kwa majina naitwa Alan Kiprotich Chesang. Kabunu Kapkugo. Mimi nafurahi sana kuwa hapa siku ya leo. Na nimetembea kuja kusema pole kwa familia hii kwa sababu naijua vizuri sana. Na nimekuja kwa sababu chief kutoka kule Trans Nzoia ni rafiki yangu na Eda na watoto wa gogo huyu na Chemu na Chunga Mombasa huko na wajukuu ni marafiki yangu. Na pia Oscar Sudi, mheshimiwa, asante sana kwa sababu umekuwa ukinieleza mambo ya gogo huyu sana. Nasema asante. Na pia ningependa tu kusema mimi vile Agui amesema, hata mimi pia nimeshangaa na umati ambaye iko hapa. Inamaanisha gogo alikuwa mtu wa watu. Na ningependa kuomba wananchi ambao tuko hapa, tafadhali tuige mfano wa gogo huyu. Kwa sababu sisi wote tukiiga mfano, hii Kenya itabadilika. Hakutakuwa na watu wa kuombewa vile wamesema hapa. So yangu ilikuwa chache tu, na ningependa pia kusema kuachia familia verse moja Biblia katika John 14:27. The Lord says, I leave you peace, do not trouble your heart. Tafadhali tushike Mungu na tuzidi kuomba, na sisi hapa pia tutazidi kuombea. Mimi natoka Trans Nzoia County, nawania kiti ya useneta huko 2022. Na ningependa tu nisalimie watu yangu ya Trans Nzoia kama wako hapa. Uko salama? So yangu ni hao machache, nasema tena pole. Mwenyezi Mungu awabariki. Agui, sisi ni watoto wako, kupitia Oscar, kupitia wajukuu, bado tuko hapa kushika mkono. Asante sana. God bless you so much. Asante sana. Pia tuko na madaktari walitibu mama Dr. Matthew Koech na mkewe. Penye mlipo mkuje kwa haraka kidogo. Tuko na mbele. Alafu Irene uko tayari? Useme ya mwisho alafu ndio gavana kama ili must tufunga hiyo. Peka kanisa. Leo sisi ni wazungu. Hata usisimame. Karibuni nyote. Jina langu ni Matthew Koech, ni daktari wa figo. Tumetembea sana na familia ya Kuibuget na Kuibuget. Na tumekuja leo kama familia kusema pole. Pole sana pole sana familia ya Mzee Kuibuget. Na tunaendelea kuwa nanyi. Tumekuja hapa na bibi yangu. Pia alisaidia kuchunga gogo na maisha ya Bwana asifiwe. Nashukuru for opportunity to say pole to the family of Gogo. The one lesson we learned from this family is the lesson of true love, kwa sababu tuliona upendo wenu kwa Gogo. And we normally say with my husband at home that the one thing that kept Gogo alive was actually love, and it's not what we did. So we really thank you for all your effort, and because we have learned a lot from you. Thank you, Sam. Daktari hawa professionals wanaanza mambo mingi. Wanajua kudunga na kutoa damu na kuangalia umuhimu wa afya. Na Irene ndio useme moja kwa ufupi. Huyu Irene amekuwa rafiki yangu kwa miaka mingi sana. Na kama alikuwa anauliza hapo sasa, wewe Irene, kumbe huyu Sudi alikuwa mtu yenu kwa zamani, na wakati ya siasa alikuwa kando ananijipa na madago. Lakini wewe lazima ujipange mstari. The church, led by the bishop, the governor, the members of parliament here, the neighbors, family, friends from all over. I'm here to just speak about a beautiful woman, our mother.
and to prophesy about what true love means. Mapenzi ya ukweli. Upendo si kwa sisi watoto wake pekee yetu, lakini kwa kila mtu. Mama alikuwa anapenda warafiki zetu wote, si kabila ya Kalenjin peke yake, lakini hata wale wengine wa kabila zingine. Namshukuru Mungu kwa maisha yake alikuwa mama. Alifundisha some of us have learned to be so people's people kwa sababu mama alikuwa mtu wa watu. Sisi wengine tumejifunza kutoa si kwa sababu tuna vitu nyingi sana, kwa sababu baba na mama walitufundisha kutoa. Mama alikuwa anaweza kuachana kila kitu yako nacho mpaka abaki bila, lakini bora ule mwenye amempa ameridhika. Sisi wengine wetu tumejifunza kufanya hivyo ili tuendeleze kazi ya mama na baba ya si kanisa peke yake, na pia kupenda, upendo na kupatiana. Mimi niliolewa Mombasa, na first of all kabla sijaolewa nilikuwa naogopa sana nikimwambia mamangu na babangu naolewa na Muislamu, lakini wali embrace mimi kwa ile family nilienda, wali support na wakafurahi. Although I lost my husband, lakini nimebaki na hiyo family. Ndio unaona leo nimesindikishwa na watu wangu wa Mombasa wengi, sio ati kwa sababu ya nini, lakini kwa sababu ya ile upendo wazazi wangu walinipatia, nimeisambaza mpaka huko Mombasa, mpaka jina ya Gogo na Agui inajulikana sana. Nafikiri KPA wote Gogo imejulikana sasa, kila mtu anajua Gogo, what Gogo means, what Agui means. It's because tumechukua upendo wa wazazi, kupenda watu, kutumikia Mungu na kuishi na watu vizuri. I remember 2008, the first time Oscar alikuja Kapseret, nilikuja naye hapa nyumbani, nikamintroduce kwa baba yangu. Na the first thing alitufanyia ni kupeleka Saroyat Anglican Church twende tufanye harambee. Na after that, Sudi amekuwa more closer to my parents na mimi, mpaka samboy nikamwambia, umejirabana sigi. He's more closer to my parents now. I'm very, very supportive to this family in everything. The church work, family, Gogo's illness, Oscar's walked with us all through up to the last minute when Gogo rested. Thank you so much, Sudi, my brother, for your love and support to this family. This family. I'm giving Gogo super glue. Begin a match break super glue of some family. Again, I pay the Quran and you go super glue of some. And it's a big of money, I pay the super glue. I'm going to this family of someone I would take I would leave up, or maybe single bit of Gavana, ya tuimbe ndio msimame sisi wote, tusimameni jameni, ndio hata sisi wote kanisa. Wote asiye. Bishop, utaenzi? Kama uko na penzi niimbe nyimbo 114. Bwana asifiwe. Bwana Mungu, nashangaa kabisa nikitazama ilivyo notanguruma vitu vingi vyote viumbavyo kwa uwezo wako. Roho yangu na ikwimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Roho yangu na ikwimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Nikitembea pote duniani, ndege huimba na wasikia.
Unajua Bishop, hiyo wimbo nimetafuta ile ngumu kwa yote. Unaona hata nimejaribu. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Basi, asante sana Mheshimiwa Sudi, familia ya mzee Kurgat, majirani, kanisa na waombolezaji wote. Wacha nichukue nafasi hii kwanza kwa niaba yangu na pia kwa niaba ya serikali ya kaunti na kwa niaba ya familia yangu nitoe rambirambi kwa familia, kwa mzee Agui kwa kupoteza gogo. Tunataka kuambia poleni sana, wacha Mungu afariji. Ya pili ni kusema tunashukuru Mungu kwa miaka ambayo gogo alipewa, na sio miaka ya kuishi miaka mingi bure, lakini miaka ya kutumika katika kanisa na kuhudumu kueneza injili ya Bwana. Tunataka kushukuru Mungu sana kwa sababu ukisoma historia ya gogo, aliolewa akiwa na mwaka karibu 19 na tangu hapo akaingia kazi ya kanisa, na tumeona ushuhuda wa eulogy yake kwa kazi ya kanisa alifanya kuanzia kule Nandi, Trans Nzoia mpaka hapa katika kaunti ya Uasin Gishu. Tunataka kushukuru Mungu sana na kuambia mzee pia tunakushukuru kwa sababu mumesimama kama familia kwa kazi ya kanisa, na ndiposa leo tunaona pia viongozi wa kanisa la Kianglikana, maaskofu na mapadri wengi wako hapa kutoa ushahidi kamili ya kazi ya kanisa ambayo gogo alifanya. Ya tatu ni kuwashukuru familia kwa bidii ambayo mlifanya kwa matibabu ya gogo. Tunataka kuwashukuru sana, mlionyesha upendo ndiposa gogo akaweza kustahimili ile ugonjwa alikuwa nayo kwa miaka hiyo, lakini naye mapenzi ya Mungu yakatendeka. Tunawaambia asanteni kwa kuchunga gogo na pia kuchunga Agui. Kimetegemea gele mutya mising engagui kwa yadara Kurgat kimetegele jin gogo yabo amu kiyegu agenge boisi yadam go mo go kwani gole bayo gete amu boisionik ketononotin atikanutik yeitikani go kwani agandoi. Kimetegemea gele gongoi agele jin mutya mising amu gogo kimetege saun Jehova inyoru kimnatet akot eng tungwek chu koilai kele ngosirengat asite itikon kokwoni akot iyeku agenge kora kiboitinikab Jehova chemi kanisa nebo Anglican. Aibe kimeche kemwa mutyo mising, meche kemwochi lagokab kai kelechi mutyo mising eng rondab gogo ak kelechi kongoi eng boisiet nekoyai nekararan nebo kanyoiset. Koek kanetutiet eng achek tugul, biik chemengech anan ko biik chitugul neteitinye sigikuk anan ko teitinye sigindet, kaikai ongerib sigik. Boisiet nekikwaiwech eng minotenyo tugul komatkany eng kosindonywa koek achek chakinach. Amalechini biik koi lakwa, koi tie anan koi muren komeeku ngatiet eng metitab sigindeng'ung. Eku piloit netangus nebo kororik nengoru sigindet korwotitoi akomutyin akoberurin. Neai nengorue sigindet kokererin met kemboi koech akobo boisionikuk anan ko atebet nemaititaat. Kwaibe kimeche kele kongoi mising kwa family. Amu rani komakimwae ng'alekab siasa, lakini ngachul kityo ng'ali agenge nekimi sisibuyu kokase kokolechi agenge nekonda tena kole akilonyo kubutisa eng railway kokobute biikab railway, lakini yakabut manda komwaun alechinin kabut meledi ile mi makosa kora kibut komesup sheria. Kwaibe kimeche kemwa kele kasina kwaak kwa Kenya Railway amu lingokiboibochi amu mara mingi kenyoru serikali koisto biik eng mbaretab serikali. Mutai kemeto mbaranato kora kuru amami kiy nekeyoe. Kimeche sikemwochi kelechi lesio nekeyoe boisiet neuno komeche ketebenet kora ki serikalitab county amoche kemi ng'onyu akemi ak wananchi akomuch kero akeyai boisionoto eng oret nemakonu asenet, konyor chemung'araek asenet neu nekonyor ing yo. Kwaibe ameche amwa ale kimi kibagenge ayakas ng'alekab nasari eng yu, Mheshimiwa Misoi ak Mheshimiwa Hilary nebo kokwoni kosing'e akonyoru public utility nekokaimwoiwo kende rabisiek siketech nasari. Kimeche koba lagok tugul sukul amu kito neindoi lagok tugul kokerkeit eng emetab Kenya ko somanet. Ko ki serikalitab county
kekililye ngalekab somanet. Satuch kongowui amu ng'alalengung ako kaimwa ile ndakatomi boroindo kotatekikochin manda koki kama ikasairin siaimi Mombasa isubi ng'alek chemwoe babanengung asitoromilin yakublalang kasi ng'alek chemelekta engin ile sautit nebo chito neos komaloinin bakiptayat eng Kipsengwet. Waibiyo ane komatinye ng'olyo alechino kongoi eng boroindo nekiokono keiwok boisiet nekakimwa kesuldae. Koecham Jehova eng tai olin kotekeng'ololi amu kotomabendi kasawiyik amabendi kwemetiek netowetap kaplelach matomi anende sorochi akoipchini boisiet mutukesiek kotesetai safarit kwendi tai akoi yot aleino ngobirok Jehova kai akokaikat akelecho kanisa kongoi akemeche kelecho Jehova Uasin Gishu komoting'enech wasiwasi angot kitikin kiboitinikab Jehova. Mwoiwech kityo ole meche program koitito ano, omeche siasa anan momeche kochek ko kikristianik. Ngokiro kuni ko boiyotab kanisa nebo Reformed. Osudi ko boiyotab kanisa nebo AIC. Hillary MCA nebo yu ko member nengwong nebo Anglican. Okatholik ko Misoi ko ba Anglican. Onoto Mheshimiwa Chebo Moror kora ko ba Anglican. SDA ako ker ole kimi kanisa tugul ako kenu nyare tayan atau kwaya nenyo kuinjilisti okenu licham obendi nebo Reinhard Bonge obwone nebo Mandoko kesunege ole kitomo itune. Kwa hivyo achek eng Uasin Gishu komoting'ene omwoiwech kityo mamwany koimak amu kikenai kele kondit kotoror akoho amami kiy nesire kekonyit Jehova amu inendet nebo tuguk tugul ako nekonu tuguk tugul. Angot ng'echerok chekitinye ko chametab Jehova kobun wananchi ichu sikemi kimi. Ache kimoswek alak ngot komi biik mara komeche keamdochi komanachi cherongoini akolo koker eng olimbo kosubik mongen ile emotinwek alak kochang ng'alek. Kalen ongen ole kimoswek alak koter atebet akoter amitwogik. Ngaro okas ole mi biik chekule tomotet nemining ako mi kokule tomotet neo kokoroni kokimatomi chi nekule tomotet angot nakinde kutit kikoek keny akere chi netinyei. Kwa hivyo kimi angot akichek bandab Kipsengwet kokere nguni ko ngakyoe kasit nebo emoni ketinye akichek sait kele tatun kowek Jeiso kebote biik chetai ako tatunoshongoni kamwoiwo atunoshongoni kabisa kwa hii Kipsengwet okerech ko biik chetai eng olimbo tai olimbo